Usiku ule, kulikuwa na sauti ilisikika chini ya kitanda cha mtoto. Sauti ambayo haikuwa ya kibinadamu. Ni mimi hapa, storyteller wako, Romy. Usisahau kusubscribe na turn on notification kwa story zaidi. Hii ni story ya mshikaji wangu anaitwa Baraka na mdogo wake wa kiume aitwaye Amani. Amani alikuwa mtoto wa miaka 7 tu, mtulivu sana. Lakini tangu alipohamia ile nyumba mpya, alianza kubadilika. Kila usiku saa 5 au 6, Amani alianza kuamka ghafla. Alikuwa anakaa kitandani, anaangalia chini ya kitanda, kisha anaanza kunong'ona. Mwanzoni, Baraka alidhani ni ndoto za kawaida za watoto. Lakini siku zilivyopita, mambo yakaanza kuwa mabaya zaidi. Siku moja, mama yao alimkuta Amani akiongea peke yake chumbani. Alikuwa anasema kwa sauti ya chini, "Hapana, leo siwezi kutoka. Kaka yangu bado yupo." Mama yake alipouliza anaongea na nani, Amani alinyamaza. Akageuza kichwa polepole, akamtazama mama yake. Kisha akasema, "Yule wa chini ya kitanda, anasema wewe humuoni." Baraka alianza kushtuka. Usiku huo, aliamua kulala chumba kimoja na mdogo wake, ili ajue ukweli. Walizima taa. Kila kitu kilikuwa kimya, mpaka ilipofika saa 6 kamili. Ghafla, kitanda kilianza kutoa sauti ya kugonga taratibu. Tok, tok, tok. Baraka alishikilia pumzi yake. Amani aligeuka polepole. Akaangalia chini ya kitanda, kisha akanong'ona, "Leo anasema anataka wewe." Mwili wa Baraka ulisisimka. Alitaka kuwasha taa, lakini kabla hajafanya chochote, alisikia sauti nyingine. Sauti nzito ya kutisha ikitokea chini ya kitanda. "Baraka!" Aliganda. Hakuthubutu kusogea. Polepole, mkono mrefu mweusi ulianza kutoka chini ya kitanda. Ulikuwa mwembamba sana, kama wa kitu kisicho binadamu. Baraka alipiga kelele na kuwasha taa haraka, lakini hakukuwa na kitu. Chini ya kitanda kulikuwa kawaida. Amani alikuwa amekaa kimya, akimwangalia tu. Siku iliyofuata, waliamua kumpeleka Amani kwa mganga. Baada ya muda mfupi wa kumtazama, yule mganga alinyamaza. Akawaambia kitu kimoja tu, "Hii sio roho ya kawaida. Hii imekuja na nyumba." Baraka alichanganyikiwa. Usiku uliofuata, waliamua kumhamisha Amani alale sebuleni. Lakini saa 6 ilipofika, taa zote za nyumba zilizima ghafla, na mlango wa chumba kile cha zamani ukafunguka wenyewe. Amani alianza kulia. Akasema kwa sauti ya hofu, "Amekasirika. Anasema hamwezi kumkimbia." Ghafla, kitu kilianza kuvuta kitanda cha sebuleni kuelekea kwenye ule mlango. Baraka alijaribu kushika, lakini nguvu ile ilikuwa kubwa kuliko yeye. Kitanda kilivutwa taratibu mpaka ndani ya kile chumba. Mlango ukajifunga kwa kishindo kikubwa. Ndani ilisikika sauti ya kucheka, na kisha ukimya mzito sana. Walipofanikiwa kufungua mlango, dakika chache baadaye, kile walichokiona kilibadilisha maisha yao milele. Kitanda kilikuwa tupu. Amani hakuwepo. Lakini chini ya kitanda kulikuwa na alama za kucha na maneno yaliyoandikwa kwa kitu kama damu. "Amerudi nyumbani." Mpaka leo, Baraka hasemi kuhusu ile nyumba. Na cha kutisha zaidi ni kwamba kila usiku saa 6 anasikia sauti ile ile chini ya kitanda chake kipya ikimuita kwa jina lake polepole, "Baraka."